Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Wiki hii tunaendelea kuangalia ufugaji wa samaki mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga, kijiji cha Msolokelo. Hapa wanafuga samaki wa aina mbili, kambale na sato. Msimamizi wa bwawa hili ni Yusuf Alex. Amekuwa akifanya kazi hii takribani miezi 6 sasa. Anasema pamoja na kuwa ni ajira inayompatia kipato, lakini anaipenda kazi hii tokea akiwa shuleni. Alianza kujifunza kwa kufuatilia vipindi mbalimbali pamoja na kuongea na wataalamu katika fani hiyo. Kuna wakati nilikaa na ambaye ni mtaalamu kabisa, kasomea mambo ya samaki, utaalamu wa samaki, kasoma pale chuo Mbegani, na kuna wakati nilichukua muda nikakaa naye na akanielimisha juu ya mambo ya ufugaji wa samaki, kuanzia prosesi za kufuga na kusimamia, kuwahudumia na chakula. Hatimaye pia na mimi nikaona ni fursa sasa naweza nikaitumia kama kijana. Hasa ninachojua kusimamia ni tangu samaki wanapokuwa wamewekwa ndani ya bwawa. Wanapowekwa, ina maana hapo ndipo naweza nikaanza kuhudumia, kwa wao kuwalisha chakula pamoja na maji. Kwa hivyo ina maana elimu ya kiwango cha maji kinachohitajika ndani ya bwawa, kwamba aidha kimechafuka, ninafahamu kwamba ni wakati fulani kimechafuka, inatakiwa niondoe maji, nipunguze maji, niongeze maji mengine, lakini pia kwa hatua au taratibu za ulishaji wa samaki, kwamba inatakiwa niwalishe kwa wakati upi na ni kwa asubuhi na jioni pia. Kwa kawaida tunatambua kwamba samaki tunawafuga ndani ya bwawa, lakini pia lazima tujue kwamba tunawarisha chakula. Hiki chakula wanachokitumia ina maana kinyesi kinakuwemo ndani ya bwawa hilo hilo. Kwa hivyo tutambue kwamba wanapojisaidia ndani ya bwawa, maji yale lazima yachafuke. Kwa hivyo kuna wakati huwa tunapima kwa hali tu ya kawaida, mtaalamu ambaye hata kama si mtaalamu, ambaye tu anaweza kaeleweshwa kwa hali ya kawaida, hajaenda shule sana, kwamba unaweza ukapima kiwango cha maji kwa kuingiza mkono ndani ya maji. Kwa hivyo unapoingiza mkono ndani ya maji, at least maji yafikie kiwango hiki hapa. Huku uhakikishe kwamba kiganja kinaendelea kuonekana. Inatakiwa uzamishe, unapozamisha kiganja chako ndani ya maji, angalau ifike saizi hii hapa. Ina maana ukiendelea kukiona kiganja chako kwa uzuri, basi maji bado ni masafi. Lakini ukizamisha kiwango hiki au hapa juu kidogo, ukawa hukioni kiganja chako, ina maana moja kwa moja inakupa taarifa kwamba yale maji yamechafuka, inatakiwa upunguze na uongeze. Kwa hivyo kitendo ambacho watu tunakifanya kwenye mabwawa, huwa wametengeneza kuna inlet na outlet. Kwa hivyo hii outlet ni kwa ajili ya kuondoa maji, kupunguza maji, lakini inlet kwa ajili ya kuingiza maji mengine. Kwa hivyo ina maana kwa bwawa letu namna lilivyo, tunaona kuna mipira kama ile kule hivi. Ile kule ni kwa ajili ya kuingiza maji masafi, lakini outlet kwa ajili ya kuondoa maji ambayo ni machafu. Kwa hivyo kuna wakati tunapunguza, si kwa kiwango kikubwa sana. Unaweza kupunguza kiwango cha maji aidha sentimita 10 hadi 15, alafu ukaingiza kiwango hicho cha sentimita 10 hadi 15 ulizopunguza. Kwa hivyo ukiendelea kupima ukaona kwamba maji bado ni machafu, unaweza tena ukaendelea kupunguza mpaka utakapoingiza kiganja chako ndani ya maji. Ukiona kwamba kinaonekana vizuri, basi inakuruhusu kwamba unaweza ukatosha kwa hatua hiyo, kisha ukaendelea tu kuhudumia kama kawaida. Hii inachukua, tunaweza kusema ndani ya wiki 1 hadi 2. Ila tu ni kulingana pia na wewe jinsi utakavyokuwa unaona maji. Ina maana ni zoezi la kupima mara kwa mara. Kwa hivyo ina maana kama mimi ndo kazi yangu kuwa nakuja kila siku na walisha na kuondoka jioni na walisha na kurudi. Kwa hivyo ina maana ni zoezi la mara kwa mara ambalo inatakiwa niwe napima kiwango cha maji, naangalia kama yamechafuka. Kwa hivyo inaniruhusu kupunguza na kuongeza maji ambayo ni masafi.
Katika bwawa hili tumeona limefunikwa na wavu maalum pamoja na uzio wa pembeni. Wavu huu unasaidia nini katika bwawa hili? Hii wavu ambayo tumetandika juu ya hili bwawa letu ni wavu muhimu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwanza inatusaidia usalama wa samaki wetu ndani ya bwawa. Kwamba hawa wadudu wakali au wadudu ambao ni hatari kwa ajili ya samaki, kwa ajili ya kuwadhuru, wasiweze kuingia. Mfano, tunaweza tukachukulia kuna hawa mwewe hawa ambao wanakuja wanachukua samaki na kuondoka. Kwa hivyo ina maana tutakapotandika wavu wetu itasaidia wao wasiweze kuingia moja kwa moja ndani ya bwawa na kuchukua samaki na kuondoka. Lakini pia kama tunavyoona kuna swala la uchafu. Mfano kuna hii miti, majani kama bwawa letu jinsi unavyoliona. Ina maana unapoweka wavu, majani yale yatasaidia, hii neti yetu itasaidia majani kupenya na kuingia ndani ya maji. Kwa hivyo ina maana hii neti inatusaidia kwa ajili ya ulinzi tu na samaki kuwa salama ndani ya maji. Lakini mbali na kuwa na huu wavu, kwa pembeni tumeweka pia uzio au wavu mwingine wa waya. Huu nao unatusaidia kwa ajili tu ya ulinzi wa bwawa letu. Ina maana mtu hata kama atahitaji aidha kuingia ndani ya bwawa au kuja kwa ajili ya kuchukua, maana kuna wale wezi, wale vibaka wale, hawezi kuingia kwa urahisi kwa sababu ya huu wavu ambao tumeuweka. Ina maana nao unatusaidia kwa swala zima la ulinzi. Mtazamaji, utakumbuka katika kipindi kilichopita tulizungumzia mambo mengi ikiwemo uandaaji wa bwawa na kwa nini ufugaji wa samaki ni kilimo. Leo mtaalamu wetu anazungumzia samaki aina ya sato. Sato amekuwa na majina mengi. Kwa mfano, ukanda wa Pwani, ukanda wa mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na mikoa mingine iliyoko ukanda wa Pwani inachanganya. Kuna mtu anasema sato, mwingine anasema perege, kuna mchanganyiko kidogo. Lakini uhalisia hii yote ni jamii ya samaki aina ya tilapia kitaalamu. Hao wote ni aina ya sato kwa ujumla. Kwamba wote hao ni samaki ambao wanatoka katika hilo kundi la tilapia species. Kwa hiyo ni jamii mbalimbali ya samaki aina ya sato. Kwa hiyo asilimia kubwa sasa kuna wafugaji wanaofanya hao perege na hao wanaoita hao perege na wengine wanaita sato. Lakini uhalisia ni kwamba mara nyingi perege kwa mfano kwa ukanda watu ambao wanaoishi katika mikoa ya kanda ya ziwa, kwamba perege ni wale ambao wanakuwa kwenye mito. Kuna jamii fulani ya tilapia ambao wako kwenye mito ambao mara nyingi wao huwa hawakui sana kwa kiwango kikubwa, wanakuwa ni weupe fulani hivi. Hao perege wanakaa sana na muda mwingine wanaoita balala kwa watu walioko kanda ya ziwa. Lakini sasa huku kwa upande wa mikoa ya Pwani tunaita sana perege na sato. Kwa hiyo kuna mchanganyiko, lakini naomba tu nihakikishe kwamba watazamaji wetu wajue hao ni aina moja ya samaki ambao ni tilapia species. Kwa hiyo ni jamii mbalimbali. Ndani ya tilapia species kuna tafiti mbalimbali ambazo zinaonyesha kwamba kuna jamii mbalimbali ya sato. Zaidi tafiti zingine zinasema zaidi ya species 100. Na zingine zinasema zaidi ya species 50. Na zingine zinasema zaidi ya species 77. Kwa hiyo tafiti mbalimbali zinaonyesha. Na hawa sasa ukiwafuatilia kwamba mfano kuna tilapia ambao wanatoka Zanzibar, yani kuna aina ya sato ambao wako Zanzibar. Kuna aina ya sato ambao wako katika mto Rufiji. Kuna aina ya sato ambao wanapatikana kusini mwa Tanzania, mfano mto Ruvuma kule, ambao sasa origin yake ni sato weusi wanaitwa Mozambicas, Alocromys Mozambicas. Hawa ni aina ya sato pia ambao wanapatikana katika maeneo yale. Lakini kuna sato ambao wanapatikana katika ziwa Victoria. Nao pia ni mchanganyiko mbalimbali wanapatikana kule. Ambao sasa asilimia kubwa hao wanaopatikana katika ziwa Victoria kwa jina la lugha ya wenzetu wanaita Nile tilapia.
au scientific name, jina la kitaalamu wanaita Rhodochrosina niloticus. Hawa ndo tilapia sasa ambao wanakusudiwa sana katika ukuaji, kwamba inaonekana wanafanya vizuri. Na hawa sasa ambao tutaongelea leo kwamba hawa ndo sato ambao wanashauriwa kwamba wanakuwa vizuri sana kwa kipindi kile ambacho unakikusudia. Lakini katika jamii yote ya sato niliyoitaja, yote ina tabia ile ile kwamba unaweza ukaifuga na ikakubali kula chakula na ukafuga, lakini tofauti yake inakuja labda katika ukuaji, uzalishaji wake. Kwa hiyo tofauti inakuwa mle. Lakini hawa sasa ambao nao wasema Nile tilapia, hawa ndo wanaokusudiwa hasa sasa, ambao wanatoka katika ziwa Victoria, na ndo hao tunaoona taasisi mbalimbali zinawafuga. Na tunaona wafugaji wengi ambao sasa wako nao, na hao ndo target yetu kubwa. Sato wanazaliana sana. Tafiti zinaonyesha kwamba wanapofikia umri wa miezi 2 hadi 3 wanaanza kutaga. Na hii ni changamoto kwa wafugaji ambao hawafuati maelekezo kutoka kwa wataalamu. Samaki wakizaliana sana na kujaa kwenye bwawa, inasababisha kudumaa au ukuaji hafifu. Hawa nature yao iko hivyo tu kwamba wanazaliana sana. Kwa hiyo akishafikisha hiyo kipindi anaweza kuzaliana. Na uwezekano wa kuzaliana na uwezo kuanzia mayai kuanzia hata 150 mmoja kwa kipindi hicho na kuendelea. Sasa kama hataanzia mayai yale, na maana kama bwawa lako ni dogo kama bwawa tunaoliona hapa, uwezekano tu katika kipindi cha miezi 3, miezi 2 mpaka 3 kwenye bwawa kama hili unakuta limeshajaa samaki wale. Kwa hiyo wakishajaa, uwezekano wa kukua unashindikana, kwa hisabu lile eneo linakuwa ni dogo, lakini samaki tayari wameshakuwa ni wengi. Lakini pia kitu kingine utawapa chakula cha aina gani cha kuwatosheleza, kwa sababu wameshakuwa wengi. Lakini pia kuna wengine ni wadogo ambao wamezaliwa, na wengine ni wakubwa ambao sasa wameshakomaa. Je, utagawanya vipi kwamba hiki chakula cha wakubwa, hiki cha wadogo? Kwa hiyo kumekuwa na changamoto hiyo. Na ukifuatilia sana wafugaji wengi katika nchi yetu, ukifuatilia unakuta kwamba alifuga samaki wakaongezeka kwenye bwawa, wakawa wengi, na ukuaji akawa na hisi wanaishia kuwa dagaa. Yeye alitaka apate kilo 1 kwa samaki 4, kilo 2 katika kilo, 4 katika kilo, 5 katika kilo. Anashindwa. Unakuta anafikisha samaki 12, 18 katika kilo. Kwa hiyo mtu huyu anakuwa hajafanya vizuri. Lakini ukitafuta shida iko wapi? Shida utagundua kwamba alifuga samaki wa kuzaliana wale na kupata labda elimu vizuri, labda hakuonyesha kwamba kwenye bwawa kama hilo uweke basi wangapi hao wanaozaliana, ili uwezekano hata kama watakapoanza kuongezeka iwe size na lile bwawa lako waweze kufikia malengo yako, kwamba kwa kipindi cha miezi 6 na kuendelea una uwezo wa kuvua na kuingiza sokoni hawa samaki ukapata hicho kipato unachokitafuta. Kwa hiyo changamoto imekuwa ni hiyo kubwa. Inashauriwa kitaalam tangu kupanda hadi kuvuna isizidi miezi 6, na samaki wako wasizidi 4 kwa kilo 1. Na kwa kipindi hiki sasa tunatarajia sato, kitaalamu sisi tunashauri angalau 4 kwenye kilo. Kwa kipindi hicho cha miezi 6, angalau 4. Angalau umeharibu sana 5. Umefanya vizuri 4, 3 mpaka 2. Ukifuatilia kipindi kilichopita tulionyesha mfugaji alifanikiwa mpaka mmoja anafikisha kilo katika kipindi hicho. Kwa hiyo ni mafanikio mazuri sana. Na ukifikia hivyo sasa una uwezo wa kuingiza sokoni, ukapata hicho kipato, ukasomesha watoto, ukajiletea maendeleo. Kwa hiyo naomba tu nieleweke hapo vizuri kwamba target yetu ni hiyo. Sasa tutafanyaje? Kwa sasa unaweza ukakuta mtaalamu anakuuliza unataka samaki sato wa kuzaliana, sato wasiozaliana. Ni swali zuri sana na ni la msingi, kwamba kuna tafiti sasa ambazo zinasaidia na baadhi ya mashamba ambayo yanazalisha vifaranga ambao wasiozaliana, wanaandaliwa kwa mazingira wasiozaliana. Japo utaalamu huu sasa hatuupi 100% kwamba samaki hawatazaliana kabisa pase. Wanaweza ikatokea wakazaliana,
kwa sababu ubadilishaji wake unategemea uende 95% tu ya ubadilishaji, kwamba unaweza wengine wasibadilike kabisa, kwamba wasichelewe. Lengo ni kuwachelewesha hawa samaki wasizaliane. Kwa hiyo kwa kipindi cha miezi 6 hawawezi kuzaliana kama watakuwa wamebadilishwa vizuri. Na hawa sasa ukiwaweka hawa sato, unaweza ukawafuga kwa kipindi hicho wakakuwa wote kwa pamoja. Na tunasema kwamba ufugaji wa samaki sato aina ya madume, kwamba unaweza ukafuga kwa kipindi hicho cha miezi 6 na wote wakakuwa vizuri, na ukawavuna ukawaingiza sokoni ukauza mara moja. Na asilimia kubwa kwa hawa, katika 90% ya samaki wote unakuta wote wamelingana katika umbo lao. Kama ni gramu ya 500, wote ni gramu ya 500. Na wachache sana ni gramu chache. Kama ni gramu ya 250, wote ni gramu ya 250. Tumejaribu kuonyesha samaki kama hawa ambao tumewaangalia hapa, ambao sasa wanakimbilia miezi 6. Lakini ukiangalia ukuaji wao unaonyesha ni gramu zaidi ya 300 mpaka 400 zimefikia. Bado hawajafika katika kipindi cha miezi 6. Na hawa sasa ni madume tu wasiozaliana. Kwa hiyo lazima tukumbushane hiki kwamba lengo ni kwani tuna target sasa hii, kwamba kwa kipindi cha miezi 6 kama hawazaliani kwenye bwawa lako, wanabakisha tu katika kukua badala ya kuendelea kuzaliana. Hawapeleki mawazo yao katika kuzaliana, wanapeleka mawazo yao katika kukua. Kwa hiyo unakuta sasa hao samaki wako wote wanakuwa. Tumeona hapa asilimia kubwa wanakuwa wanalingana. Kwa hiyo huyu mtu anakuwa hana hasara sana. Lakini wanaozaliana, upandikizaji kwanza kwa hawa wanaozaliana, wa hawa wasiozaliana. Tunashauri uanzie 5, unaweza kuanzia 5 mpaka 10 kwa mita moja ya mraba. Na hii inatusaidia nini? Ukizidisha 10 wakawa zaidi ya hapo, kuna uwezekano pia ukaharibu katika ukuaji. Lakini ukizingatia 5 mpaka 10, unaweza ukawaweka kwa mita moja ya mraba, wanakuwa wanatosheleza kabisa. Na hawa wanaweza wakakuwa hawajai tena kwenye bwawa, wanakuwa namba ile ile ulioiweka kwenye bwawa lako. Na wale wanaozaliana kwa mtu ambaye sasa hata ipata hii mbegu, kwa sababu anaweza asipate haya mashamba ambayo yanashughulika na hizi shughuli, lakini labda asiwaone hata wataalamu wakamshauri kwamba hii mbegu anaweza kazipata wapi ambazo asizaliani, anaweza akapanda hawa wanaozaliana. Lakini unachoshauriwa upande wa 3 mpaka 4, na ukizidisha kwa mita moja ya mraba, ukizidisha unaruhusu samaki wako wawe wengi kwenye bwawa. Kwa hiyo matokeo yake utakapokuja kwamba unatarajia uje uvune kipindi cha miezi 6, unakuta hapawezekani, kwa sababu samaki ni wengi, wataongezeka kwenye bwawa. Kama bwawa letu tulivyoliona, wataongezeka, watakuwa wengi, watakuwa na mbanano, lakini pia utashindwa ni kiasi gani wewe uwape chakula cha kutosheleza. Kwa hiyo unaweza ukapata shida kama hiyo. Kwa hiyo lazima uzingatie hili. Sato kama nilivyosema mara kwanza kwamba wanazaliana sana, tena kwa kipindi kifupi, miezi 2 mpaka 3 wameshaanza kuzaliana. Na maana wakifikisha gramu 30 mpaka 40 wanaweza kuanza kutaga mayai. Kwa hiyo watakuwa wengi. Kwa hiyo hii ni njia mbadala sasa, na hii pia ndo elimu halisi kwamba unaweza ukafanyaje ili wakakuwa. Lakini kitu kingine tuongezee kwamba unaweza ukawadhibiti kwa njia ipi. Kuna uwekaji wa kambale pia. Kwa mtu ambaye sasa labda ameshaanza kufanya, tayari ana changamoto hii, samaki wanakuwa ni wengi kwenye bwawa hawa sato, afanyeje? Pia unashauriwa kuweka kambale. Kambale kazi yake anakula viumbe wanaotembea. Kwa hiyo anawinda hata wale sato wanaozaliwa wale wapya. Kwa hiyo wanapozaliwa yeye anakuwa anawachukua wale, na kwenye bwawa lako wanakuwa hawaongezeki. Kwa hiyo pia nayo ni nzuri. Kwa kama utaamua kufanya hivyo, unaweza ukatumia hiyo njia ya kuwapunguza. Naamini kabisa upo mtazamaji ambaye unafanya, lakini umekutana hii changamoto ya samaki kuongezeka kwenye mabwawa, unaweza ukatumia hii njia. Lakini pia nikukumbushe kwamba unaweza kwa muda mwingine unaweza ukatafuta hizi mbegu ambazo hazizaliani, maana zinafanya vizuri. Samaki aina ya sato wanapenda sana maji safi ili wakue vizuri. Bwawa liwe na virutubisho vya kawaida, lisiwe la kijani iliyopitiliza. Sababu sato wanataka oksijeni ya kutosha kwenye bwawa. Na bwawa liwe na ukubwa wa kutosha wa maji kutikisika kidogo ama kufanya mawimbi kiasi.
Kijani ni green algae kitaalamu, ambayo ni viumbe hai, ambayo ni mimea. Kwa maana hiyo nyakati za mchana kama hivi inakuwa inatengeneza hewa ya kutosheleza, kwa sababu ni kijani, kwa sababu photosynthesis inafanyika, ule mwanga wa jua unazalisha photosynthesis kwenye bwawa. Kwa hiyo uwezekano wa hewa nyakati za mchana unakuwa kutosheleza. Lakini kwa kipindi cha usiku kijani hii tena itazalisha carbon dioxide, kwa sababu tena hakuna photosynthesis. Na wote sasa sato naye na yule samaki naye atakuwa anahitaji oxygen, na wote wawili watazalisha carbon dioxide. Kwa hiyo wote watapambana kutafuta hewa. Kwa hiyo matokeo yake utakuta hewa nyakati za usiku kwenye mabwawa inakuwa inashuka. Na utajuaje? Unaweza kufuatilia bwawa lako kama mtu unafanya na unaona kijani imeshakuwa kubwa. Ukifuatilia vizuri kwenye bwawa lako utaona samaki wako wanakuwa wanapanda juu nyakati za usiku. Kuanzia saa 3 mpaka alfajiri saa 11. Samaki wanapanda juu, wanatafuta hewa ya juu. Ujue kabisa kwenye bwawa lako ama samaki ni wengi ama kuna kiwango kikubwa cha oksijeni kimepungua. Na baada ya kufika labda saa 1 asubuhi, kajua kameanza kuonekana, utaona samaki wameshuka chini. Kwa maana hiyo kwamba photosynthesis imeanza kufanyika, hewa ndio imepatikana. Kwa hiyo kuna kushuka sana kwa oksijeni. Kwa hiyo tunakushauri kitu gani? Mimi nakushauri uchunge kubadilisha maji kwenye bwawa lako. Jitahidi kubadilisha, kubalansi kiwango cha kijani kwenye bwawa lako. Kijani kinapokuwa kikubwa, lazima maji yako hewa inakuwa ni ndogo. Kuna njia nyingine ya ufugaji mkubwa. Ufugaji wetu umegawanyika katika sehemu 3. Kwa njia hii ni sema kwamba kuna kitaalamu wanasema kuna extensive fish farming, kwamba kuna ufugaji ule usiokuwa na tija sana. Lakini kuna semi intensive, kwamba ule wakati ambao sasa huu ndo tunaousema. Lakini kuna mkubwa unaitwa intensive fish farming. Huyu mtu kaeneo kadogo anafuga samaki wengi, isipokuwa anazalisha oxygen, kwamba ana mitambo ya kuzalisha oxygen. Kwa hiyo kwa hapa Tanzania wanaofanya kuzalisha oksijeni ni wachache. Kwa hiyo wengi tuko kwenye semi intensive fish farming. Hatuzalishi oksijeni kwenye mabwawa. Isipokuwa tunachotakiwa kufanya ni kubadilisha maji kwa wakati. Bwawa kama hili ambayo ni 10/20. Ni vizuri ukaenda kwa kipindi cha mwezi mmoja, wiki 3 mpaka mwezi mmoja, badilisha yale maji. Kwa sababu kijani inakuwa imeshakuwa kubwa. Lakini maji pia yanachafuka kwa sababu gani? Nilisema mabaki ya chakula. Kwa hasa watu wanaolisha, muda mwingi wanalisha chakula cha unga. Kwa sababu katika nchi yetu kuna uhaba wa vyakula vizuri. Kwa hiyo wanalisha kile chakula cha unga. Kile chakula cha unga mara nyingi kinabaki chini ya bwawa. Kwa hiyo kijani inatengenezwa kubwa na uchafu unakuwa ni mwingi. Kwa hiyo maji yanabadilika kwa wakati mfupi sana. Lakini kuna ulishaji wa chakula kingine. Hiki naomba labda nisikiongelee, lakini ni chakula kizuri sana. Kile kinaelea juu ya bwawa. Kwa hiyo hakichafui sana, hakibaki sana chini ya bwawa lako. Kwa hiyo maji yako unakuta hayachafuki kwa haraka. Ila kama unalisha kile chakula cha unga kidogo, unakuwa unapata ugumu kama huo. Kwa hiyo unatakiwa maji ubadilishe kwa wakati. Kwa hiyo na sato anatakiwa hivyo sasa. Unapohisi maji yamekuwa na kijani kubwa, kitaalamu tunasema utumie search disk. Sasa huwezi ukapata search disk popote. Unaweza ukatumia kiganja chako cha mkono kupima ubora wa maji. Kwenye bwawa lako kama hili, unaweza ukapitisha mkono wako ukaangalia. Utakapopeleka utaona kabisa kadri kinavyopotea. Ukiona kiganja chako kinapotea kinakuwa giza sana. Umeenda labda kiwango cha sentimita labda 15 mpaka 20. Kinapotea kabisa, kionekana ni giza, ujua hayo maji kijani imeshakuwa kubwa. Lakini pia kuna wengine huwa wanaangalia, unaweza ukanusa maji yako. Lakini kuna wengine wanaangalia hivi ile kijani, kwamba ni kiasi gani. Ile kijani inapokuwa kubwa, lazima kiwango cha oksijeni kitakuwa kinashuka. Kwa hiyo unakuta vifo vya samaki aina ya sato, unaweza kukuta samaki wawili wamekufa, kaamka kesho asubuhi ukuta samaki wawili wamekufa, watatu, na ile sasa tabia inakuwa endelevu hivyo wanakufa, wanafanyaje. Kwa hiyo ukishaanza kuona tabia ile, ujue bwawa lako limeshachafuka na asilimia kubwa kiwango cha hewa kimeshashuka kwenye bwawa. Kwa hiyo ndio maana ukaanza kupata vile vifo. Kwa hiyo unashauriwa kubadilisha yale maji yako kwa wakati ili kuepusha vifo kama vile. Lakini pia
Sato huwa anapoteza hamu ya chakula pale anapohisi uchafu umekuwa mwingi. Kwa sababu gani? Mara nyingi anapoona mazingira yale sio rafiki kupata hewa ya kutosha, anahamisha nguvu yote kwenye kutafuta hewa. Anaachana na sana masuala ya chakula. Kwa hiyo ile hamu ya chakula inakosa. Ulikuwa unawapa chakula mara kwanza, unaona hamasa ni kubwa, baadaye hamasa inapotea kabisa. Kwa hiyo shida ujue kwamba ile kijani imeshakuwa kubwa, ndio maana wao hamu ya chakula wameshapoteza. Na kijani hiyo inaweza kusababisha sasa, kwa sababu ndani ya kijani tumesema ni greenery, labda ulirutubisha bwao ukaweka mbolea ikapitiliza, labda yale mabaki yameshakaa muda mrefu. Lakini pia kuna kinyesi cha samaki, na hii sasa inaweza kaleta sumu nyingine inaitwa ammonia. Na hiyo sasa ikiingia, ile ni mbaya zaidi, kwa sababu ile inaweza kaua samaki wako mara moja kwa mara moja, au na yenyewe kaanza kufanya kama nilichokisema, labda samaki 2 3 wamekufa. Kwa hiyo unashauriwa kuhakikisha umebadilisha maji kwenye bwawa lako kwa wakati, na hiyo itasaidia sasa sato wakue vizuri. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Usikose kutazama kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.